BAKWATA mkoa wa Mwanza tumekuwa na utaratibu kile ifikapo mwezi wa Ramadhani, basi ziko jitihada zinafanyika kwa sababu tunavyo vituo vya madrasa vinavyolea wanafunzi matalibul ilm, na tunao vituo vyetu vya aitam, tunao kina mama zetu wajane, kuna watu wasiojiweza. Basi kila tunapoomba usaidizi kwa watu na anapotusaidia mtu, basi kile tunachokipata tumeweka utaratibu wa kukifikisha kwa walengwa. Na niseme tu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ametufundisha, na hapa tumeweka kama kauli mbiu yetu kwamba anapata malipo makubwa sana anayemfuturisha mfungaji. Na Mtume amesema kwamba yoyote anayemfuturisha mfungaji hupata malipo sawa sawa na yule aliyefunga bila kupunguza chochote katika kile anachokipata mfungaji. Lakini tumeweka maneno hapa yanasema kwamba hafilisiki anayetoa sadaka. Kwa wewe ndugu yangu ambaye umetusupport Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, na imekuwa ni ada yetu kila mwaka kuyafanya haya, nitumie nafasi hii kutoa shukrani za dhati, lakini kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya, lakini awawezeshe wale wanaojitoa, Mwenyezi Mungu wafanye mara kwa mara. Na nitoe wito kwamba hii ni awamu ya kwanza. Tunaomba kwa unyenyekevu mahala popote anayetusikia na wewe mpenzi wetu kwamba ni vema kuona kwamba Ramadhani na siku 29 ama 30 kutuendelee kuhudumia makundi mbalimbali, na utaratibu wetu tunakwenda mpaka vijijini kwa ajili ya kufikisha sadaka hizi tunapozikusanya na kuzipata. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlipe mtoaji, lakini awalipe kheri watakayopokea, na Mwenyezi Mungu atubarikie baraza kwa ujumla wake. Mwenyezi Mungu alibariki baraza chini ya mufti wetu Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, ambaye Mwenyezi Mungu amempa nafasi hii kutuongoza. Lakini kwa baraka ya sadaka hizi tunazozitoa, tunaendelea kumlilia Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu mkubwa. Tunakuomba na baraka ya Ramadhani uendelee kudumisha amani ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini tutakuwa wezi wa fadhila kama tutaiombea nchi na hatukumuombea rais wa nchi. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu pia ambarikie rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na Mungu ambariki yeye pamoja na kizazi chake, familia yake, wasaidizi wake, makamu wake wa rais, waziri mkuu, mawaziri, wakuu wa mikoa na wote wanaomsaidia. Na kubwa zaidi tunamwomba Mwenyezi Mungu Ramadhani iwe chachu ya amani, iwe chachu ya utulivu, na Watanzania wote bila kujali dini wala kabila wala maeneo yanayotoka, Mungu atudumishie, atupe amani, atupe umoja, mshikamano, na nchi yetu idumu katika amani. Ni siku ya kwanza mfungo wetu mtukufu, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama ilivyo ada kwamba Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA ni chombo cha Waislamu wote nchini na linayo majukumu mengi linalopaswa kuyafanya. Mojawapo pia ni kuhudumia watu wenye uhitaji. Kufuatana na kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tumetekeleza ada yetu ambayo tumekuwa tukiifanya kila mwaka inapofika mwezi huu wa Ramadhani, kupitia wahisani, wadau na watu wenye mapenzi mema wanajitolea sadaka zao kwa ajili ya kuona namna gani na wengine wasiokuwa na uwezo wanapata fursa ya kupata iftari. Kwa hiyo kwa siku ya leo ya tarehe 1 tunavyo vikundi mbalimbali ambavyo kimsingi ni vikundi 17. Tunakusudia kuvipa sadaka ya iftari kwa maana ya mchele, maharage, sukari, ngano na mafuta. Vikundi hivyo vinajumuisha jumla ya watu 1600. Kwa hiyo leo tutagawa iftari hiyo hapa katika ofisi za BAKWATA ili pia na wenzetu nao waweze wakapate iftari. Kwa tunaendelea kutoa wito kwa watu wenye mapenzi mema, wahisani, basi wanaweza kuendelea kushirikiana na Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA kutoa sadaka zako, na sisi tunahakikishia kwamba sadaka hizo zitafika katika maeneo yaliyokusudiwa. Aidha, pamoja na makundi haya ambayo tumeyataja, pia tumekuwa na utaratibu wa kupeleka iftari kwa wenzetu wanaopitia changamoto mbalimbali katika magereza ya Mwanza na hasa gereza la Butimba. Jana pia tulifanikiwa kupeleka iftari katika gereza la Butimba ambayo imekuwa ni ada kila siku. Kwa hiyo tumepeleka maharage, mchele, mafuta, ngano, tambi, lakini na vifaa vya kuswalia kama maturubali pamoja na vitabu vidogo vidogo vya watu kuendelea kusoma dini yao, pamoja na kwamba tunatambua wanapita katika mapito mbalimbali ya mitihani, na tunaamini sio wote walioko kule ni wenye makosa, lakini kwa mujibu wa taratibu zilivyo, zile hatua zinapokwenda, basi unajikuta inawezekana leo ni wale, lakini kesho inaweza kuwa ni mimi na wewe. Basi tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe, atuhifadhi ili tusiingie katika hiyo mitihani. Siku ya leo tunayo furaha kubwa kupokea
sadaka maftari kwa ajili ya vituo vyetu, lakini pia kwa ajili ya watu wasiokuwa na uwezo, mayatima, wajane. Hii ni moja miongoni mwa faraja kubwa, lakini pia ni moja miongoni mwa akhlaqi za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hivyo kubwa tuendelee kuombea hawa ambao wanatoa sadaka zao na kuzikabidhi kwa viongozi, na viongozi nao kuzisambaza kwa washirika. Mwenyezi Mungu azidi kuwahifadhi na kuwabarikia zaidi na zaidi. Lakini pia mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa ihsani, mwezi wa Qur'ani, mwezi wa kuhurumiana. Tuwahurumie usiokuwa na uwezo wa iftari, usiokuwa na uwezo wa vyakula ndani ya Ramadhani. Basi hii ni sehemu ya kwenda, ni fursa ambayo kwamba iko ndani ya Ramadhani, tuwafariji, nasi tutapata hilo kwa mengi na ujira mwingi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunatoa pongezi nyingi za dhati kwa kiongozi wetu mkuu kwenye mkoa wetu wa Mwanza, Sheikh Alhaji Hassan Musa Kabeke, kwa kazi ambayo amekuwa anaendeleza. Sio kwamba anaanza, ni kiongozi ambaye hakubali kuonja tone lolote kabla wale ambao wanawasimamia hajawapa chochote. Yuko radhi yeye afadhali anywe maji kidogo, lakini kile kinachopatikana awagawie wale ambao tayari yeye kwake anaona kwamba wale viongozi anaowasimamia ni haki yao kupata kabla yake yeye. Leo tumekuja kupata sadaka hii kwa ajili ya yatima, wajane, watu ambao tayari wamesahaulika, lakini ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pale Allah aliposema araaita alladhi yukadhibu biddin. Halafu mtume hakuweza kujibu, akajibu yeye mwenyewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Yani maana yake usipowahimiza watu waweze kuwapa yatima, tafsiri yake na wewe unaingizwa katika daftari, ni miongoni mwa watu ambao hawaamini kwamba siku ya kiyama Allah atawalipa. Nashukuru kwa kupata sadaka hii na mshukuru Mwenyezi Mungu, na nawaambia dua Mwenyezi Mungu azidi kuwapa nguvu ambao wanaotupa misaada. Kwa kweli nimefurahi sana na nashukuru sana Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, na naomba kwa Mwenyezi Mungu waendelee kutukumbuka sisi ambao wenye hali ya chini. Nashukuru sana kwa aliyetoa sadaka hii. Ninamwombea kwa Mwenyezi Mungu amzidishie na amlipe malipo yake mema, na tunaomba pia kama kuna wafadhili wengine waendelee kujitolea kwa watu ambao wanahitaji. Ninawashukuru watu wanaowakumbuka watu wasiokuwa na uwezo. Naombea kwa Mwenyezi Mungu awaongezee wale wanapotoa, wazidi kupata, wazidi kukumbuka wajane, yatima, maskini, wazidi kupata iftari, daku, waendelee na mfungo bila shida. Wanapopata wazidi kuwasaidia na wengine ambao hawajapata.